PDK TV. Waligani mtazamaji wa PDK TV, ni siku nyingine ambayo tunakutana hapa kukuletea uchambuzi wa kina kabisa kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye ulimwengu wa soka. Leo tunaenda kutazama mchezo ambao umepigwa jana kati ya Yanga wamecheza wakiwa nyumbani. Leo tunaenda kukuletea mchezo wa Yanga ambao wamecheza nyumbani dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao umemalizika kwa goli 1-0. Moja kati ya mechi nzuri ya kuitazama, moja kati ya mechi ambayo ilikuwa na vitu vingi sana kiufundi. Kwangu mimi kuna baadhi ya vitu ambavyo nilipenda, ukianzia kwa upande wa Coastal Union, hasa kipindi cha kwanza, kile dakika 10-15 za kwanza ambapo Zewe alikuwa anacheza mpaka dakika zote 45 za kipindi cha kwanza. Dakika 30 za kwanza walizuia vizuri sana. Moja ya timu ambayo ilikuwa na nidhamu kubwa, Zewe ambavyo ya kuzuia. Ukiangalia kwenye eneo lao la ulinzi, golikipa Fares Gama amefanya kazi kubwa sana. Moja kati ya magolikipa ambao wamefanya kazi kubwa sana. Licha kwamba kwenye goli naye anahusika kidogo, lakini amezuia idadi kubwa ya magoli. Lakini naangalia pia Gama mwenyewe alikuwa kwenye kiwango bora, lakini ukiangalia mlinzi wake wa kushoto Aidan, naye moja wa walinzi ambao alikuwa kwenye kiwango, mlinzi wa kulia Aidan alikuwa kwenye kiwango kizuri sana. Kushoto alikuwa anacheza Zambo Miraji, mmoja wa walinzi ambao wamefanya kazi kubwa sana, pamoja na Vivo kwenye eneo la ulinzi, nikimaanisha Dennis pamoja na Arubu, moja wa walinzi ambao ukiona Arubu unakumbuka jina la zamani, mlinzi wa zamani wa Yanga Nadir Arubu Hali Kanavalo, moja kati ya walinzi ambao walikuwa bora sana. Na kitu ambacho nasifia mabeki kutoka Zanzibar kwenye swala la tackling, wapo vizuri sana, wana accuracy hali ya juu sana pale inapokuja kwenye swala la tackling. Kwa hiyo combination ya watu wanne walikuwa wanafanya kazi kubwa sana, walikuwa wapeana nafasi kubwa sana. Yaani mmoja anapokaba mwingine anaenda kuziba nafasi, mmoja anapoenda kukaba. Lakini pia inachagizwa pia na uwepo wa mtu kama Lamek Lawi, mmoja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mzuri pia wa kuzuia, kwa sababu kiwalisia yeye ni beki, lakini mara kadhaa amekuwa akitumika kama kiungo wa uzuiaji. Hiyo nayo ilikuwa inapa advantage zaidi, hasa tunapozungumza kwamba idadi unapozuia, moja ya kitu kizuri ambacho unatakiwa kufanya ni idadi ya wachezaji ambao upo nao kwenye eneo la kuzuia. Kwa hiyo ilikuwa ni advantage kubwa sana. Lakini pia alikuwa kwenye kiungo Lucas Kikoti ambaye alikuwa anacheza kama namba 8, lakini mara kadhaa utamwona Charles Mfuko kuna muda alikuwa amesogea sana pembeni, kitu ambacho kwenye dakika 15 za kwanza na kocha aliona kwamba Lamek Lawi anafanya kazi kubwa peke yake na Kikoti. Kama unakumbuka kwenye hizo dakika Kikoti alicheza alafu nyingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ya kuzuia eneo ambalo la Yanga wapo Duke Abuya, yupo mtu kama Harid Aucho, Pacome Zuzwa, Maxim pia Nzengeli ambaye anazunguka eneo lote la uwanja. Kwa hiyo kulikuwa na overload kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo nini ambacho kilitokea? Charles Mfuko alivyorejea katikati kulikuwa na uimara. Na kwa nini nilimuelewa kipindi cha kwanza alicheza zaidi upande wa kulia kumsaidia Aidan? Kwa sababu upande wa kulia mwanzoni alikuwa anacheza alianza upande ule Pacome Zuzwa alikuwa anasogea kule, lakini unamkuta Nixon Kibabage anapanda na Maxim pia Nzengeli anapanda, kitu ambacho kocha Blazaro wa Coastal Union alikiona kile kitu, akaamua kumsogeza pia Charles Mfuko kwa sababu ana uwezo mzuri wa kuzuia, ili aje kuongeza nguvu kwa Aidan peke yake asiwe shida kubwa. Kwa hiyo kulikuwa na wastani mzuri sana wa kuzuia. Kwa hiyo alizuia vizuri mpaka kwenye dakika kadhaa ambazo zinaenda, lakini Yanga waliweza kungamua huo mtego, wakaamua kusogea upande wa pili. Clement Mzize akaja kushoto kwa sababu ni mchezaji ambaye pia ana uwezo wa kufunga, akaenda kulia Maxim pia Nzengeli. Sasa plan ikawa ni tofauti, kwamba tukipiga cross upande wa kulia watu na block, kwa sababu huku kwetu tunajikuta wachezaji wengi wapo huku. Basi Maxim pia aende upande wa kulia wa Yanga, atoke upande wa kushoto aende upande wa kulia, Clement Mzize aje upande wa kushoto, afa Pacome Zuzwa acheze kwenye role namba 10. Na anacheza role namba 10, lakini muda mwingi sana anapatikana pembeni, tofauti na vile ambavyo unaweza ukacheza namba 10 ukapatikana zaidi katikati. Kwa hiyo alipoenda upande wa kulia ndio goli ambapo limetengenezwa, kwamba Israel Mwenda pamoja na namzungumzia mtu kama Maxim pia Nzengeli walikuwa wanabadilishana nafasi vizuri. Mara chache sana anaibia Dube, lakini mara nyingi wanabaki wao wawili. Kwa wakibaki wao wawili, mzigo mkubwa unahamia huku. Na ukiangalia Charles Mfuko alivyohama Maxim pia Nzengeli, naye akajaribu kusogea katikati, kwamba kocha akamwambia sogea katikati kwa sababu huu upande load imepungua, mzigo umepungua upande, sogea katikati ili tuweze kubalance na mambo mengine yawe mazuri zaidi. Kwa hiyo hapo unapoona ndipo goli la Yanga ambapo lilipotokea. Kwa nini
kilitokea kwamba alipigwa cross ambayo goalkeeper alikuwa anauona mpira, lakini mlinzi ambao Aidan alikuwa na watu wawili mbele yake yupo, nyuma yake yupo unamwona Pacome Zouzoua, lakini Clement Mzize naye yupo kwenye eneo la ndani, wote wamesogea ndani. Kwa hiyo yeye akawa anaangalia opt nani, akaenda kwa opt mtu ambaye yupo mbele yake Clement Mzize, anasahau nyuma yake yupo Pacome Zouzoua ambao ni hatari zaidi kwenye kushambulia. Kwa hiyo ni goli ambalo Pacome Zouzoua akaenda mpaka engo ya mwisho, pasi nzuri ya Maxim Pia Nzengeli, anaenda anafunga. Kwa hiyo kitu kizuri ambacho kilitokea ni ile Pacome kufuatilia shambulizi jinsi gani ambavyo linakuwa. Naangalia Gama alipaswa afanye nini? Gama alipaswa asogee hatua mbili, lakini alipoona kwamba cross hawezi akaipata, angepaswa kukaba kwenye near post, kwenye far post, kwa sababu mpira yeye ametoka kwenye near post ameenda mpaka far post. Kwa hiyo alipaswa akabe kwenye far post ili cross ikija ikipigwa, yeye akiattempt moja kwa moja yeye anakuwa mtu wa kwanza, na kweli mpira ukaenda ukagonga mwamba, ukagonga nguzo, ukaingia uwanjani. Kwa hiyo kuna makosa ambayo madogo ambayo amefanya, lakini haiondoi kwamba kwenye mchezo wa jana mtu kama goalkeeper Fares Gama ameonyesha kiwango bora sana. Yani kwa kile ambacho amekifanya na kwa kile ambacho amefanya, lakini kuna vitu vingi vizuri nimeona. Pia performance ya Bad Maulid, moja performance nzuri pia. Lakini kwa upande wa Yanga, Maxim Pia Nzengeli of course ni absolute, ni moja wa wachezaji ambao wanafanya Yanga iwe active muda wote. Pacome Zouzoua energy yake kwenye uwanja ni kubwa sana, inafanya Yanga ionekane imara sana. Nimpenda pia performance ya Bakari Nondo Mwamnyeto, amekuwa na kiwango kizuri sana. Israel Mwenda of course siku zinavyozidi kwenda na hisi kama kuna maamuzi watu wanaweza kuwa wanajutia, kwa sababu moja wachezaji ambao kila siku zinapoenda amekuwa na performance nzuri, anacheza vizuri sana. Yes, alikuwa na mchezo mzuri pia Israel. Pacome Zouzoua, kwangu mimi namuona msimu huu Pacome Zouzoua anaweza kawa MVP. Nilizungumza hii miezi kadhaa iliyopita, tukisema ulikuwa mwezi wa 11 kama sio 12, na nilikuwa clear kabisa mshindani wake wa karibu nilikuwa namuona Faisal Salum, Fei Toto. Hao ndo watu ambao naona wanashindana karibu sana. Kwa achana na namba magoli, magoli 8 ambayo amefunga mpaka sasa. Pacome assist iko kipindi by time alikuwa hana hata assist nyingi hizo, hana hata namba hizo kubwa, lakini the way ambavyo anacheza, the way ambavyo makini upo, the way ambavyo ana connect team, unagundua kwamba yes, ni mchezaji mzuri, anahitaji recognition, na namuona anaweza kawa MVP. Ikitokea inaweza katokea kukosa, kwa sababu haya atabaki kama maoni yangu binafsi na kwa kile ambacho nakiona, lakini binafsi Pacome Zouzoua namuona mmoja wa wachezaji ambao wapo kwenye kiwango bora na ana deserve kupata kikubwa zaidi, na kile ambacho amezidi kukionyesha. Ni mchezaji mzuri, anafanya kila kitu ambacho kinatakiwa. Lakini Yanga of course walikuwa na mchezo mzuri. Yanga inaonyesha ni timu ambayo inataka kuwania ubingwa kweli kwa vitendo. Coastal Union imetoa mchezo mzuri na furahia, lakini kuna changamoto ambao niliona. Muda ambao uliongezwa iliongezwa dakika 2 kipindi cha pili. Ni kitu ambacho kwangu mimi nilikuwa naona zaidi ni uongo. Haiwezekani mchezo ambao umepoteza dakika nyingi zaidi, mwamuzi anaongeza dakika 2 peke yake. Sijajua aliwaza nini, lakini kiuhalisia hakuwa na mazingira fair sana. Kwa hiyo naona kitu ambacho ni changamoto kubwa kwa waamuzi. Unapaswa pia kuongeza muda wa kutosha wa kucheza ili zitimie zile dakika 90 kuliko kuongeza dakika chache. Kwa mfano mchezo ambao wamefanya substitution 2-3, zinapotokea substitution zaidi ya 2 zaidi ya 3, kuna muda wa kupoteza, kuna muda wachezaji, kwa mfano Chelsea Mfuko alikuwa anaanguka, ameumia, ametolewa nje na Machela, kwa hiyo muda ulikuwa utoshi. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekiona, fatigue kutoka kwa wachezaji, uchovu ulikuwa unaonekana kwenye miguu yao. Ukiangalia baadhi ya wachezaji wa Coastal Union, hasa kile kipindi cha pili ilipofika dakika 70 na kuendelea, wachezaji walikuwa wanaanguka sana. Wanaanguka sio kwamba kwa bahati mbaya, wanaanguka kwa sababu wamechoka, wengine wakashindwa kumaliza. Kwa hiyo unaona kocha hata anamuingiza Freddy Gift Ali ambaye aliingia na baadaye akatolewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia amechoka. Kocha atoi kile kitu ambacho kocha alikuwa anakiona. Kwa hiyo kuna muda unaweza kulaumu kocha, lakini kwa kile ambacho kimetokea wachezaji wamefanya kila kinachotakiwa. Lakini pia kuwe na muda wa kupumzika, wachezaji wapate muda wa kutosha kupumzika, timu zipate muda kidogo wa kupumzika. Hii kucheza siku 3 kila 3 baada ya mechi 3, siku 3 mechi, kiukweli tunakosa baadhi ya vitu ambavyo tungeweza kuvipata kutoka kwa wachezaji wetu. Yes, mimi naitwa Pidek_. Nitakuletea uchambuzi mwingine wa masuala mengi ambayo yanakuja. Tukutane kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina hilo la Pidek_. Ni follow, subscribe hapo kwenye hii channel, lakini ni follow Instagram Pidek_, Facebook PidekTZ na mitandao mingine yote. Utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari zote. Weka notification on, kwa sababu tunakoelekea ni pazuri zaidi. Pidek TV.